Mtazamaji wa Bimamba TV, mimi ni show nimeficha, lakini pia tupo live kwenye finali ya Msejo Cup ambayo inachukua nafasi tarehe 22 za March, mwaka ambao ni mtakatifu, lakini pia mwaka wenye virutubisho ambao sio vikali zaidi. Nipo na moja kati ya waandaaji wakubwa zaidi wa ligi hii na tutaenda kuzungumza naye mawili matatu kabla ya kuelekea kwenye mchezo ndani ya dakika 90. Kiongozi, habari yako? Nzuri. Yes, kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Msejo. Msejo mwenyewe. Ndio. Idea labda ya kuweza kuandaa mashindano kama na haya ulianza ukiwa wapi? No, nilianza tu hapa nyumbani ya industry, so unajua tena vijana ni wengi sana mtaani, alafu hakuna shughuli ambayo anashughulisha nayo. Ya tukana tufanya walao kitu ambacho kitachukua muda walao wanajibase na kitu fulani. Yes, leo inakuwa ni finali. Mashindano haya yalianza lini na ni mashindano ya ngapi labda kwenda kwa jina la Msejo Cup? Haya ni mashindano ya kwanza kabisa, ila natumai baada ya haya kuna vingine ambavyo vitakuja vingi tu hapo nyuma. Okay, mashindano ya kwanza. Kwenye mashindano timu zilikuwa ngapi na ligi ilichezwa kwa mtindo wa makundi, knockout, either matches kwa za aina gani? Niseme timu zilikuwa 25, lakini mashindano yetu yalikuwa kwenye makundi. Hatuweka knockout, yalikuwa kwenye makundi, ndio. Yalianza mwezi gani mpaka sasa hivi 22 Machi tunatimba kwenye finali uwanja wa Tunusha M ya kwanza? Mashindano yalianza tarehe 1 mwezi wa pili. Yes. Mpaka sasa hivi finali. Ni kwa nini, labda changamoto gani ambazo ulikutana nazo mpaka ikaenda kwa mwezi na takriban wiki 3 hivi? Industry niseme alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu, changamoto hazikuwepo, ya mambo yalianza vizuri na yametamatika vizuri pia. Amini hivyo. Yes, ni kwamba mshindi atakuwa na kitu gani kama vile zawadi, na zawadi zitakuwaje? Mshindi wetu wa kwanza ana kiasi cha pesa, so industry sizidi keka viral sana, lakini ni siri kwa timu, ila na mimi nitajishindia wenyewe washindi. Ni mambo labda ya kuweka wazi kwa sababu wanachezea finali na waliingia kwenye mashindano wakiwa wanajua mshindi wa kwanza atakuwa na kitu ambacho kipo hivi, lakini pia tuzo zitakuwa zimekaaje? So bila kufichana, mshindi wetu wa kwanza atakuwa na shilingi 300,000. Ya wa pili atakuwa na 250,000. Wanaziana shilingi 50,000 tu, na mshindi wetu wa tatu alikuwa na shilingi 100,000. So kuna tuzo zingine za wachezaji binafsi. Mchezaji atashinda tuzo kama mnavyoona hapo ziingia, so na wataziona. Tuzo zimekuja kama tuzo za watu gani? Tuzo zitakuwa ni tuzo za aina gani? Industry hapo kuna tuzo za mchezaji bora, kuna kipa bora, kuna beki bora, kuna kocha bora, so chipukizi bora. Hivyo vipo, watashinda kiasi cha pesa shilingi 10,000 kwa kila mmoja pamoja na tunzo mkononi. Timu hizi ambazo zimekutana ni timu za The Blue, lakini pia timu ya The White. Ni timu gani ambazo zimefika kwenye hatua ya finali? Industry kama unavyoona hapo, The Blue ni nyota kali kutoka kwenye kijiji cha Elo ya kwanza, na hapa White ni timu ya RDC kutoka JD. Kutoka JD kule. Walitoa timu gani kwenye hatua ya nusu finali mpaka wanacheza finali hii leo? RDC wao walitoka Lance Noir, miamba kutoka zone ya 5. Nyota kali waliondoa KM Tetezi kutoka kwenye kijiji cha KM ya zone. Yes, kitu gani ambacho labda ungewahasa watu ambao wana idea kama za kwako lakini hawajajipata na hawajui wanaweza wakafanya kitu gani kwa ajili ya kuanzisha mashindano kama na haya kwa ajili ya kukuza vipaji? Niseme tu wazidi kuwa na moyo na wasikate tamaa. Unajua kila kitu huanza taratibu. Mimi leo nimeanza hii hapa na natumai hapo mbele nitazidi kufanya vingi zaidi kuliko hiki hapa. Na wazidi kuwa na ligi hii ilikuwa na vigezo gani? Wachezaji wenye umri wa miaka mingapi? Designer nikizani hapa kampeni, so kuna daraja la 4 wako wana vitambulisho. Nikizani daraja kama daraja ayombi umri. Ni kutokana na kiwango chako ndio kitakuruhusu kwa daraja la ngapi? Daraja la 4. Daraja la 4. Mbona kama wachezaji kama warefu hivi ni kiwango unasema? Kama nilivyosema ya. Neno la mwisho labda kwa ajili ya mashabiki ambao wanasikiliza moja kwa moja kupitia Bimamba TV. Nasema nawashukuru sana na nawapenda sana pia, lakini nitaomba kitu kimoja. Kuna mashindano mengine ambayo mimi naandaa baada ya haya, nitaomba tu kwenye kijiji chako tafadhali sana jitahidi sana kusikosekana na timu, maana ndo maendeleo yale hapa na pale. Yes, ili labda uweze kushiriki Msejo Cup awamu labda ya pili, kitu gani ambacho kinahitajika zaidi? Industry hakuna vitu vingi, ni vile tu unaeneza vigezo vya timu yako iitwe kwa timu daraja la 4, niseme hivyo. Hakuna vigezo vingi ama changamoto kubwa no hakuna. Yes, mimi nikutakie kila laheri, lakini shukrani sana kwa ajili ya kutukumbuka kukuza vipaji ya vijana. Ulikuwa na nani nyuma ya kamera? Oya, ciao.